Jina langu naitwa Zawadi Amur Nassor, Naibu Waziri Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Kwa ufupi, watu wote sie ndo wapo kwenye, ni wadau kwenye wizara yetu. Kwa hiyo tuwakaribisha sana kwenye wizara yetu, wanaume muje kwenye wizara yetu, ingawa wanaume wengi hawapendi kuja kwa sababu wao wakipigwa waogopa kusema, wakiteswa huko majumbani hawapendi kusema. Lakini sasa sasa wanawake ukitugusa hivi tu mbio tushafika polisi, tunadai haki yetu. Na nyie na mwatakiwa na nyie mtu lalamikie, kwa sababu isiwe tu sasa tuwadhalilisha, tuwatesa na nyie hamsemi. Kwa kuwa nyie ndio mliniita, mimi napenda nitulie hapa leo niwasikilize changamoto zenu. Mwasemaje? Mwaiambia nini wizara yetu kwa niaba ya serikali, mkiwa kama wadau wetu wakubwa, wazee wetu, mwasemaje basi? Mimi Ali Juma Hamadi, matatizo yangu makubwa ni kwamba pesa za pensheni, kwa sababu kitambulisho changu nimpelekwa nikaambiwa kimepunguzwa miaka. Cha Zanzibari kilipotea na nilikwenda kwa sheha kanipa karatasi, nikaenda polisi nikanipa karatasi, nilipokwenda Gamba nikaambiwa niende Kilimani, na mimi hali yangu macho hayaoni. Kwa vile mpaka leo karatasi ninazo, lakini sikufuatilia tena mpaka kesho hii. Lakini wewe chako kilipotea. Kilipotea. Moja inahusu hii pensheni jamii. Kwa kweli miaka 70 kwa karne yetu tulivyo ni mingi. Mnataka mpaka tufe alafu ndo tupate ile pensheni jamii? Ningeomba lahu irejeshwe kidogo, angalau 65 huko ende juu. Ile miaka 70 isifike. Miaka 70 tutakuwa wengi washamalizika. Changamoto yangu ni kwamba wazee wangu hawakuniwahi kuniandikishia tarigisi, kwa sababu ushafahamu, lakini miaka yangu kuanzia miaka yangu nimezaliwa mwaka 1955. Shafahamu, mpaka sasa hivi changamoto yangu sina pensheni, sina. Haya, kwanza jamani, wazee wangu siwezi kusimama kutokana na hali yangu, mguu wangu hauniruhusu, msione kwamba nimekaa kitako. Hicho cha kwanza. Lakini jina langu ni Mchanga Salum Kombo. Changamoto ya sheria ya mwanzo ni kuhusu pensheni jamii, kutokana na wazee ambao washafikia lengo la kupewa, lakini hawana vielelezo vya kupewa zile pensheni jamii. Na taarifa rasmi iliyotoka kwamba kila mzee aweze kupata kile kielelezo ndio aweze kupata zile changamoto. Kwa hiyo tunawaomba wahusika wakuu, wale watu ambao washafikia lengo la kupewa, wasiwaangalie kwa sura wala siangalie kwa vielelezo, waangalie sura yake, mtu yukoje. Jamani, huyu ni mzee ambaye kachastahiki kupewa, aweze kupewa kile ambacho kinastahiki kwa mujibu wa alivyo. Umri ukifikia wa kupewa pensheni jamii, tuweze kupewa. Mimi sijafika miaka 70. Kusema kweli thawabu, mimi sijafika miaka 70 na nina vielelezo kamili mimi mwenyewe binafsi. Lakini hii jamii iliyotuzunguka ambao ni jamii tunayoifanyia kazi, na ndio maana tukawa tunaziona zile hali za jamii zilivyo, ikabidi lazima tuweze kuzisimamia na kuzizungumzia kwa hali zetu zilivyo. Ni mshukuru naibu waziri pamoja na uongozi wake kwa kuacha shughuli zake na kuja kutusikiliza wananchi wa shehia ya Mkokotoni. Kwa jina naitwa Uthmani Ali. Kama mzazi na changamoto kubwa ambayo inaniumiza katika moyo wangu ninapoona kwamba watoto wetu ambao wanasoma kando kando ya barabara, tunapopeleka maombi ya kujengewa ya matuta kwa ajili ya hifadhi ya wale watoto, tunakuwa hatusikilizi. Kwa nini tusiwe na sheria ya watoto kulindwa katika sehemu ambazo za hatarishi? Kwa hiyo hili nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri ulichukue na ulifanyie kazi, kwa sababu sasa hivi sisi wananchi wa shehia ya Mkokotoni hatuishi kwa amani kutokana na wimbi la wachimbaji mchanga ambao wanaendesha magari mengi yao yakiwa hayana hata plate number. Polisi wanaona, viongozi wote wanaona, lakini hawafanyii kazi.
Hivi sasa ninavyokuambia, ndani ya shehia ya Mkokotoni kumeshatokea ajali zaidi ya 3, lakini hakuna hatua yoyote ya kiserikali ambayo sisi kama wananchi wa Mkokotoni inatupa faraja. Wananchi hawafurahishwi na hayo, wana hasira sana, lakini nafika wakati tunawatuliza, tunaambiwa kuna taratibu za kiserikali. Lakini kama sehemu nyingine za watu ambao hawataki kufuata sheria, sasa hivi hapa pangekuwa hapana gari inayopita kwa matuta hapa, tayari watu wangekuwa shaka mijituta wanavyojua wenyewe. Lakini nakuomba Mheshimiwa Waziri, hili ulichukue kama jamii, utusaidie katika swala hili. Nimesimama hapa kwa jina naitwa Mosi Ridhiwani Juma Hamisi. Njia ya Kibaoni tuna matatizo makubwa, kina mama tunadhalilika sana, kina mama tunakuwa wajawazito, lakini sasa hivi hata kufika hospitali hatufiki, gari haziingii ndani, tunafika hadi kuganda njiani, na kina mama wajawazito wanajifungulia njiani au kwenye gari. Barabara chafu 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 sana kwa magari ya mchanga. Na jengine, siye tulokuweko kule barabara iliko ndani, tuna dhiki moja ya maji hatuna, kina mama tunadhalilika sana maji. Zima la pensheni. Swala la pensheni kweli lina changamoto kama mlizozitaja. Yule mwingine hana tarisi ambayo ndo ni vielelezo, vitambulisho hivyo. Mwingine yeye anacho lakini miaka kidogo, mwingine yeye hana kabisa. Kwa maana hiyo vyote hivyo, hiyo ndo wizara yetu. Wizara yetu yaitwa hivi: Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Tuna wajibu kama wizara kuhakikisha haki zote za mzee apate kupitia wizara yetu, na ndio kwa sasa tuna mpango, tushakaa na wizara husika, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, kuhakikisha kila mzee anayefikia umri wa miaka 70 anayepata pensheni 70, basi mpaka nauli ya gari apunguziwa nauli ya gari. Kama nauli ni 2,000, mzee wetu atoe 1,000. Tushakaa nao, washakubali, lishatiwa baraka, wakati wowote zitakuwa rasmi, kwa sababu tunataka wazee wetu tuwajali. Tunataka wazee hao tukienda kwenye maeneo ya huduma, kwa mfano hospitali, mzee wetu awe na dirisha lake maalumu la kupokelewa, apate huduma kutokana na ile uzee wake. Asende tena akapiga msongo na vijana ikawa tena kusukumana. Yote hayo tuyafanya kwa maslahi mapana ya nchi yetu, na ndio maagizo ya viongozi wetu. Mheshimiwa Rais, hayo ndio maagizo yake, na yeye apenda wazee wote wapate haki yao ya pensheni, wale waliofikia umri. Changamoto hizi zilizopo ndio kazi zetu sisi sasa kuwatafuta, tukazishughulikia, tukahakikisha kila mtu apata hiyo haki stahiki. Kwa hiyo mimi niwaahidi wazee wangu, naomba niwaahidi kwamba hili twalichukua kwa uzito wake. Hatapewa mtu pesa aliyekuwa hana vielelezo. Unajua tena shida ya pesa, usivyo? Kwa hiyo pesa haitolewi tu hivi hivi kama kitu chengine. Lazima kuwe kuna vidhibiti, lazima kuwe kuna vielelezo vifanye wewe upewe. Hivyo vielelezo sasa ndio jukumu letu sie kuvifanya wewe upate. Kwa miongoni mwa masiku twenda Chakata, tutaanza na mkoa wenu huu, tutakaa na wenzetu wa mamlaka ya vitambulisho ya vizazi na vifo, tutakaa nao, watakusaidia muongozo gani tuufanye. Tutawafuata huko kwenye shehia zenu, kama ni yota rejisi tusajili, tukupe upate. Kwa hiyo hilo ndilo kwa wazee, naomba niweke hapo. Inshallah Mwenyezi Mungu tuombeni dua tu atujalie na uhai uzima, na wala si siku za mbali. Mchakato wao tutaufanya ndani ya kasi ya kipindi hichi, ili basi na nyie muanze kuwa wanufaika. Tamani nisikie changamoto moja au mbili hivi ambazo ni kero kubwa, lakini sijasikia. Inawezekana ikawa hapana. Kama hapana, naombea dua Mwenyezi Mungu azitokomeze sana. Changamoto ya ulawiti na ubakaji, yaani ubakaji kwa ujumla, lakini hasa kilio ulawiti na changamoto hizo. Kama nyie hamna, Mwenyezi Mungu azitokomeze zisije. Kumeibuka mawimbi makali sana kwa watoto wadogo kuanzia miaka 15 kushuka chini, kubakwa sana. Wabakaji ni jamii zetu, watu wetu wa karibu, baba, babu, mjomba, ami, jirani.
na imeonekana kesi hizi haziendi popote kwa sababu ya muhali. Tuna mihali mingi wa Zanzibari, na ndio maana kesi iwezekana mnayo, lakini kwa sababu tuna muhali tumalizana wenyewe huku na sheha wetu, hatusemi hivyo vitu. Mitihani kwa kawaida huwa ina kanda mbili. Sasa tualie unyonge na umaskini. Takribani si nyie tu peke yenu, maeneo mengi hasa ya vijijini changamoto hizi zipo, na mijini baadhi yao zipo. Lakini tukirudi kwenye maandiko, mara nyingi mitihani huwa ina hali mbili. Aidha ni dhambi zetu tulizozifanya kwa muda mrefu, ama twajaribiwa, tutashukuru ama tutakufuru. Kwa hiyo twendeni tukakemee madhambi yanayofanywa ni jamii zetu. Twasusiana kwa siasa, twasusiana pengine tungombane jirani na jirani, twasusiana tatwasiana, hatusemeshani na maduka hatuuziani na mambo ya kama hayo. Lakini hatususiani kwenye jamii kwa watu wanaofanya madhambi makubwa kama ya kumbaka mtoto mdogo. Hatumsusii, twamkaribisha, twamtetea. Kashabaka yeye atakamuonea ndio enda mfunga miaka 30. Wewe binadamu, kwani wewe huna watoto? Likikutokezea weje? Twamtetea yule muhalifu, twamuasi mwenzetu ambaye alipata huo mtihani. Hizi kesi zipo nyingi, lakini shida yake ni nini? Muhali. Watu wapanda sie wizarani, wakija siku moja 5 6, mwanangu mimi akambakwa, mwanangu mimi akadhalilishwa, mimi nakwambia hivi. Haya, twende sasa tukakusaidie. Akimbia humuoni tena. Utelekezaji wa familia. Lakini twendeni sasa wanawake, tukawafunze upya watoto wetu namna gani ya kukaa kwenye ndoa zao. Tukawafunze watoto wetu wa kiume namna gani wakakae na wake zao. Isiwe sherehe tu kubwa na maholi, kupika nyali tukila. Twawapeleka siku 3 wiki, aachwa. Akiachwa ana mtoto, ana mimba. Halafu yule ndo anayekuja akajenga hiyo familia iliyo na mazingira magumu. Lakini kama wangalikaa baba na mama, hicho kidogo wangalikuwa wapo pamoja. Kwa tukawafunze watoto wetu wote watakaoingia kwenye ndoa kwamba jamani, sasa mwaenda kwenye ndoa. Hiyo ndoa ina changamoto zake. Niangalie mimi mama yako, nakaa na baba yako miaka yote, sina raha tupu. Sie wizara yetu sie ni ya ustawi, jamii yote ni yetu. Changamoto zote mozazitaja zote ni wizara yetu. Pamoja yaonekana ndogo, lakini ndio hiyo kubwa, maana mambo yote hayo ni yetu. Tutakiwa sisi tuzilee familia zote, tuzitunze zote. Lakini sisi tu serikali, uwezo serikali ya kushughulikia watu wote kila mmoja ikampelekea package kwake hakuna. Zaidi jamii tujipange kushirikiana na serikali sasa kwenda kuondoa changamoto tulizo nazo. Wanaume walio wengi twawachosha sie wanawake mambo yetu. Tukisha wachosha sie mambo yetu, mwanamume sasa akitaka kitulizo atakutelekeza, akatafute jiko jingine. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu huwa mwanamume hapati utulivu ndani, huku kijio chake champiga chenga. Maisha hayajua mwenyewe, na wewe ulimtaka kwa sababu maisha mshajua, mwastiriana. Lakini akija ndani hepata wantukana, hamupangi mipango namna gani kesho apate. Ukimtukana uko nje aitwa aonekana ana pesa tele, kumbe hana. Nje akiitwa huko enda zake stiriwa huko, maisha yenda, wewe akutelekeza na watoto. Ndio utapata hao watoto waliotelekezwa wengi maskini wakakosa mpaka haki. Sasa mimi niwaombe kwa wale wenye ndoa zao, jamani, hizo ndoa zichungwe, zilindwe, ziheshimiwe, ziwe njema, pamoja na unyonge uliomo humo kwa familia, lakini si ujane. Uongo baba zangu? Aliyepo yupo. Waswahili wasema aliyepo yupo. Tofauti funika hailingani na wazi.